Sasa kama mdau wa michezo Tanzania na katika hiki ninachokiona leo, nina ujumbe kwa wana Young Africans, wanachama na washabiki. Kumbuka Yanga ndio timu pekee ambayo ina washabiki na wanachama Tanzania, mpaka China wako huko. Wenzangu na mimi kaupiga mwingi mnyama uuni kabisa. Sikiliza, msimu wa 25-26 wana Yanga, msipokuwa makini, huu ni ushauri wangu kama mdau wa michezo, msipokuwa makini mtaingia katika mfumo wa propaganda kwamba timu yenu mbovu. Timu mbovu haiwezi kuongoza ligi. Timu mbovu haiwezi kuwa na magoli mengi kuliko timu yoyote. Timu mbovu haiwezi kuwa na uwezo bora wa kuruhusu magoli machache. Mmetengenezewa fitna ya ratiba ya back to back ambayo imeumiza wachezaji wenu. Ratiba inapokuwa iko tight, leo baadhi ya wachambuzi wamewageuka kwa kupata payroll, wanasema timu yenu na kikosi kipana. Na wauliza swali la msingi hapa. Barcelona imeanza kuhaha mara baada ya kumkosa Rafinha ambaye amepata majeraha kwenye mechi ya Brazil na Ufaransa. Lakini leo Barcelona ikimkosa Lamine Yamal na Rafinha, unaona hali inavyozidi kuwa tete. Real Madrid ikimkosa Mbappe na wenzake, regular starter inapiga kelele, kwa maana kwamba majeruhi wamewaumiza. Kocha mwenye mafanikio barani Afrika Florent Ibenge amezungumza swala zima la majeraha kwenye kikosi chake kuelekea mechi zake mbili. Lakini mchambuzi ambaye ni muuni kabisa, baada ya kupewa payroll, anakuja kuaminisha kwamba majeruhi sio sababu. Sikilizeni, uwezo wa Pacome utatofautiana na wachezaji wengine ndani ya Yanga, iko duniani kote. Uwezo wa Mbappe tofauti na mshambuliaji mwingine ndani ya Barcelona ama Real Madrid. Uwezo wa Lamine Yamal ni tofauti na mchezaji mwingine ambaye atakwenda kushika nafasi ya Lamine Yamal. Huo ndio ukweli. Huo ni ukweli. Sawa? Swali la msingi, inapofika kipindi cha michuano ya AFCON, unadhani kwa nini makocha wa Ulaya wanailalamikia ratiba ya AFCON? Je, hawana vikosi vipana? Wachezaji wanapotoka Ulaya kuja Afrika kwenye mashindano ya AFCON huwa wanalalama sana. Je, Man City haina kikosi kipana? Na kwa nini msimu huu waliwaachilia dakika za jioni wachezaji wao kutoka Uingereza kuja mataifa ya Afrika kushiriki AFCON? Na waambieni ukweli kama mdau wa mchezo, msiingie kwenye mfumo wa propaganda kuaminishana kwamba timu yenu ni mpeche mpeche. Mtanikumbuka baadaye. Kuaminishana kwamba viongozi